taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba katibu wa makazi Charles Hinga amejumuika na wakazi wa Naivasha katika shule ya wavulana ya Mabweni mjini humo, ambako pia alihudhuria masomo ya shule ya msingi mapema miaka ya 90 kujiunga na Wakenya ili kuweza kuadhimisha siku ya mazingira. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yuko kwenye shughuli hiyo na kwa sasa tunaungana naye moja kwa moja tueleze kwa muktasari yale ambayo yanaendelea kwa sasa. Willy? Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Natumai baada ya taarifa hizi utaweza kuondoka vile vile ukapande mti. Na nyuma yangu ni wavulana wa shule hii ya Mabweni hapa katika shule tunasema kwa Kiingereza Naivasha Boys Boarding. Lakini vile vile tumepata fursa adimu ya kuweza kuzungumza naye katibu ambaye bila shaka ameweza kuweka madoido kidogo kwenye hafla hii nzima. Kiongozi, tunashukuru sana kwa uwepo wako hapa. Tuko mbashara TV47. Tueleze hili linamaanisha nini kwako na shughuli zima hii katika muktadha wa kitaifa inamaanisha nini? Asante sana. Kwa kwanza nataka kushukuru Mungu sana kwa kunipa fursa hii kurudi hapa kwenye hii shule ambayo ilinishape kuwa mwanaume ambaye turn out to be. I don't take it for granted. The foundation ambayo nilipata, discipline ambayo tulipata hapa hivi, na pia mafunzo wakati tulifanya KCPE mwaka wa 1990 tulikuwa namba 1 in the whole country. So it's a school niko very proud of, and kwa hivyo nimefurahi sana kurudi hapa, and nashukuru sana mwalimu mkuu Bwana Kareithi na walimu wengine na wazazi, na pia niko na student hapa, kuna mpaka president hapa hivi. Hili linamaanisha nini kabla sijampa labda nafasi mwanafunzi? So kitaifa, kwa kitaifa kwanza ni sema ya kwamba shughuli ambayo tumeamka kuja kufanya katika nchi mzima ni shughuli ya maana sana, kwa sababu tunajua kwamba haya mambo ya climate change ni real, na pia tunajua kwamba kupanda miti ina manufaa nyingi sana. Kwanza sisi kama taifa tuko na target ya kupanda miti, kuwa na miti 15 billion kwa miaka ambayo inasalia. Kwa hivyo ni mambo ya muhimu sana kwa sababu mambo ya mazingira, but sio miti tu peke yake tunapanda. Tunajua kupanda miti pia ni tunaongeza rasilimali yetu kama taifa. Kwa hivyo hapa niko na hasa avocado. Tuko na miti 2,000 ya hasa avocado ambayo tunapanda, na pia tuko na mulberry another 2,000. Kwa hivyo kuna shughuli nyingi sana kabisa leo. Asante. Kabla tu sijarudisha studioni, karibia hapa tu 20 seconds, naelezwa muda wangu umepita. Majina yako na hili ni la maanisha nini kwako? Allow me to speak in English. My name is Owen Thuo, President Naivasha Boys Boarding, and to me Mazingira Day is a day that helps us reflect on our actions on the environment. With us here we have a fraction of the trees that we have. So are you going to be doing this oftenly? Yes. Okay. Kwa sababu ya muda tu nitakukatiza hapo. Okay. Na asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka hali ndivyo ilivyo katika upande huu. Maeneo mengi tu hapa mjini Naivasha yanaendeleza shughuli hii, na mimi baada ya kuweka vyombo hivi vya habari chini nitakuwa nikijiunga na Wakenya wenzangu kufanya shughuli hii, ikiwa ni adimu vile vile kuweza kupanda mti wangu karibu na katibu hapa. Itakuwa ni fursa ambayo ni ya kipekee. Kutoka upande huu ni hayo kwa sasa. Katika taarifa zetu za baadaye tutakuwa tukiangazia kwa mapana na marefu kutoka upande huu yaliyojiri kote nchini. Kwako mwenzangu Paul Kirobi. Na